Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo tunachambua uteuzi mpya uliotangazwa na Ikulu Aprili 24 mwaka 2026, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amemteua Angela Charles Kiziga kuwa mshauri wa rais masuala ya jamii. Huu si uteuzi wa kawaida, ni uteuzi unaogusa moja kwa moja maisha ya wananchi kama elimu, afya, ustawi wa jamii, maadili ya kijamii. Hapa tutachambua kwa kina nafasi ya mshauri wa rais ni ipi, kwa nini nafasi hii ni muhimu, ujumbe uliopo nyuma ya uteuzi huu, mitazamo ya watu mbalimbali na athari zake kwa Tanzania. Kwanza tuanze na msingi. Mshauri wa rais ni nani? Huyu ni mtu anayekuwa karibu na rais kutoa ushauri wa kitaalamu, kusaidia kufanya maamuzi na kutoa mtazamo wa sera. Lakini muhimu zaidi, si kila ushauri unaonekana hadharani. Kwa hiyo mshauri anaweza kuwa na ushawishi mkubwa kuliko hata baadhi ya mawaziri. Na katika eneo la masuala ya kijamii, hii inahusiana na sera za vijana, wanawake, makundi maalum, maadili ya jamii na changamoto za kijamii kama ajira, umaskini na usawa. Kwa hiyo uteuzi huu una uzito mkubwa sana. Sasa tuangalie ujumbe uliopo nyuma ya uteuzi huu. Kwa nini rais ameamua kumteua mshauri wa masuala ya jamii kwa sasa hivi? Inawezekana kuna sababu kadhaa, ambapo kama jambo la kwanza ni kuongezeka kwa changamoto za kijamii. Tanzania kama nchi nyingine inakabiliwa na changamoto za ajira kwa vijana, mabadiliko ya maadili ya jamii na athari za mitandao ya kijamii. Hii inaonyesha serikali inataka msisitizo zaidi kwenye masuala ya jamii. Jambo la pili ni siasa za kijamii, yani social politics. Leo hii siasa si tu uchumi na miundombinu, bali pia ni maisha ya watu, hali zao za kila siku, haki zao. Hivyo uteuzi huu unaweza kuwa mkakati wa kisiasa wa kuimarisha uhusiano na wananchi. Na jambo la tatu ni ukaribu na maamuzi na rais. Kwa kuweka mshauri, rais anapata taarifa moja kwa moja. Maamuzi yanaweza kufanyika haraka. Hii ni tofauti na kutegemea mfumo mrefu wa wizara. Baada ya uteuzi huu, mjadala umeanza mitandaoni, ambapo kwa upande wa Twitter almaarufu kama X, hapa mjadala ulikuwa wa haraka. Wanaounga mkono walisema kuwa ni hatua nzuri, jamii inahitaji sauti, rais anaonyesha kujali masuala ya watu. Na wanaouliza maswali wanasema kuwa majukumu yatakuwa ni majukumu yapi sasa? Na je, nafasi hii itakuwa na nguvu kweli? Facebook, mjadala ulikuwa mpana zaidi. Watu walitaka kujua wasifu wa Kiziga, wengine wakijadili changamoto za jamii. Hoja iliyorudiwa ni kuwa tunataka matokeo, sio vyeo tu. Kwa Instagram, kwa vijana wengi walijadili kuhusu ajira, wengine walihusisha na masuala ya ustawi wa jamii. Maoni yalikuwa kama Hope ataleta mabadiliko, lakini mfumo ndio tatizo. Ukija kwa upande wa YouTube, wachambuzi walianza kwa kusema kuchambua maana ya uteuzi na kulinganisha na nafasi nyingine serikalini. Swali kubwa linabaki, je, mshauri ana nguvu kiasi gani kwa ukweli? Nguvu halisi ya mshauri. Kwenye karatasi, mshauri hana mamlaka ya moja kwa moja, lakini kwa vitendo anaweza kuwa na ushawishi mkubwa sana, kwa sababu yuko karibu na rais na anaingia kwenye maamuzi. Changamoto zinazomkabili zitaweza kuwa Angela Kiziga akakabiliwa na changamoto kama zifuatavyo: mfumo wa serikali wenye taratibu nyingi, matarajio makubwa ya wananchi, masuala ya jamii ambayo ni magumu kubadilika haraka. Na je, nafasi hii itaongeza thamani? Hii ndiyo hoja muhimu zaidi. Nafasi hii inaweza kuleta mabadiliko makubwa au kubaki kama cheo cha kawaida. Inategemea nguvu ya mtu aliyeteuliwa, msaada kutoka kwa rais na utekelezaji wa ushauri. Ukija kwenye siasa ndani ya uteuzi, tusidanganyike. Uteuzi wowote wa rais ni wa kisiasa pia. Inaweza kuwa kusawazisha makundi, kujenga taswira ya serikali inayojali jamii au kuimarisha uungwaji mkono. Kwa mtazamo, uteuzi huu ni wa muhimu sana. Unaonyesha mwelekeo wa kuzingatia maisha ya wananchi, lakini mafanikio yake hayategemei cheo, yanategemea utekelezaji. Swali kubwa ni nani ameteuliwa, bali atafanya nini, na zaidi ataweza kubadilisha nini? Uteuzi wa Angela Charles Kiziga umefungua mjadala mkubwa, ambapo nafasi ya ushauri katika serikali,
umuhimu wa masuala ya jamii na matarajio ya wananchi. Swali la mwisho kwako msikilizaji, je, unaamini nafasi kama hii inaweza kubadilisha maisha ya wananchi au mabadiliko yanahitaji kitu kikubwa zaidi? Kumbuka, huu ni uteuzi wa pili unaofanywa na Rais Samia kuhusiana na Angela Kiziga. Kumbuka hapo mwanzo, kama mwezi uliopita aliteuliwa tena na Rais Samia, na leo mara nyingine ameteuliwa tena. Wananchi na wanaharakati na wapinzani wa vyama vingine vya siasa wanasema kwamba uteuzi huu umekuja kuzima ishu ya sakata lililoendelea sasa hivi kuhusiana na ripoti ya tume ya Jaji Chande, kwamba wameona serikali kwamba watu wanaijadili sana ripoti na kutuma ushahidi mwingine wa picha na video kuhusiana na siku ya Oktoba 29 mwaka 2025, ambapo ilikuwa siku ya uchaguzi mkuu na kusababisha madhara ya maandamano kama vifo vingi vya watu waliokuwa wanaandamana. Kwa hiyo wameona ili kuziba pengo hilo na kuziba ripoti hiyo, watu wasiendelee kuijadili, wameona walete kitu kingine ambacho ndo uteuzi wa huyu Angela Kiziga, ambaye hata hapo awali wakati ameteuliwa watu walipinga sana na kusema uteuzi wake haukuwa sahihi kwa sababu alikuwa ana kesi nyingi huko nyuma, ambapo hata Rais Magufuli aliwahi kumshtaki kwa kesi moja wapo huko nyuma. Kwa hiyo wakaona huyu ni kiongozi ambaye hafai kuwaongoza wao. Sasa uteuzi huu umekuja tena ambapo sakata hilo la tume ya Jaji Chande bado liko la moto sana na watu wanazidi kuijadili ripoti ile. Kwa hiyo kuileta hii taarifa ya uteuzi wa Angela Kiziga kwa sasa inaonekana kama ni njia au njama ya kuzima ule vuguvugu la hiyo ripoti ya tume ya Jaji Chande. Je, nini maoni yako wewe ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii kuhusiana na uteuzi huu mpya uliofanywa leo hii tarehe 24 na Rais Samia Suluhu Hassan wa Angela Kiziga kuwa kama mshauri wa rais? Kwa hiyo atakuwa anamshauri rais kwenye mambo ya nchi hii.